kutakia heri. Hakika ule wakati uliokuwa unausubiria kwa hamu sasa umetimu, na ni wakati wa kipindi Aushi, kipindi cha Zumari, ambapo kwa leo Zumari la pulizwa katika wilaya ya Kinondoni Madale, hapa maarufu kwa Kawawa, ambapo hapa ni nyumbani sasa kwa miongoni mwa waasisi wa taifa hili, aliyefanya mengi kwa taifa letu hili la Tanzania, aliyepigania uhuru kutoka kwa wakoloni akishirikiana na hayati Mwalimu Nyerere. Je, ni nani huyu? Kwa leo ambaye tupo naye ni mtoto wa mzee wetu huyu, Rashid Mfaume Kawawa, simba wa vita, na mama Sofia Kawawa aliyewahi kuwa mwenyekiti wa UWT. Je, ni nani ambaye basi tutazungumza naye? Jina langu naitwa Jafari Mponda. Karibu tuwe sote tangu mwanzo wa kipindi hiki mpaka mwisho. Vijana wote na nchi yetu Tanzania. Na yule ambaye ametuleta hapa kwa Kawawa Madale si mwingine bali ni Rehema Kawawa Mputa, wengine humuita RKM na majina mengine mengi tu, pengine mwenyewe atatuambia kwa hakika. Na RKM, Rehema Kawawa Mputa, furaha kubwa sana kukutana nawe leo. Habari za Madale hapa? Nzuri kabisa. Naam, mwatunyima nini haswa? Mvua hizi. Vizuri sana. Pengine katika makuzi kukawa na majina mengi unayofahamika, lakini kupitia Majid Mswahili, yeye ameniambia bwana, unakwenda kwa RKM. Yapo mengine majina maarufu? Ndio. Nilipozaliwa wazazi wangu, hasa mama yangu, ndio alipendelea niitwe jina Rehema kwa sababu zake mwenyewe. Ila baba yangu alikuwa na rafiki yake marehemu mzee Njerekela, wakakaa wakasema, hivi hamna jina la kinyumbani zuri zuri tumpe huyu mtoto wetu? Maana mimi ndo nilikuwa ndo mtoto wao wa kwanza. Yule akatoa wazo, bwana tumuite jina la mtoto wa chifu. Yaani kama kwa Kiingereza wanavyosema princess, jina hilo ni Mafunasi. Wenyewe wangoni wanasema Mafunasi. Haya, tupo na Mafunasi hapa. Hakika ni Rehema Kawawa Mputa huyu ambaye tupo naye. Yeye ni nguli katika lugha ya Kiswahili na lugha ya Kiingereza. Kwa nini katika lugha hii atatuambia kwa hakika. Pengine tuanze tu na historia ya hawa wazee wetu wawili, Mwenyezi Mungu awarehemu, kwa maana mzee Rashid Mfaume Kawawa nimemuita simba wa vita, na mama Sofia Kawawa. Kwa uchache inawezekana sisi wazee hawa tumewasoma kwenye vitabu. Leo nisikie katika kinywa cha moja kati ya watoto wake. Naam, mzee alikuwa mtu wa namna gani? Kwanza kabisa baba yangu na mama yangu walioana hapa Dar es Salaam pale mtaa wa Mahiwa. Kariakoo hiyo. Jirani kabisa na msikiti wa Mtoro. Pale Mahiwa alikuwa anakaa dada yake mama yangu, Bi Habiba binti Selemani, na mumewe mzee Selemani Makelele. Kwa hiyo yeye alipomaliza shule kule Tabora akafikizia pale kwa shemeji na dada yake, ndo na mzee Rashid akaja kuposa. Posa ikapelekwa huko nyumbani kwa wazee, akapewa ruksa shemeji yake amuoze. Kwa hiyo akaoana pale, na baada ya wao kuoana, nyumba yao ya kwanza kukaa ni ya marehemu Bi Titi Mohamed kule Shauri Moyo. Naam. Kwa nini iwe nyumba ya kwanza kwa marehemu Bi Titi? Ndipo baba alipopanga chumba tu, si unajua ile nyumba ya vyumba 6. Ndio. Na baba ndo kwanza kaanza kazi. Naam. Kwa hiyo akapanga chumba. Kwa hiyo mzee Kawawa alipanga kwenye nyumba ya marehemu Bi Titi. Naam. Sawa. Basi na mimi nilipozaliwa pale, Bi Titi akaahidi kwamba Mwenyezi Mungu akituweka sote hai, huyu siku akiolewa mniite mimi kumwimbia. Na kweli wazazi wangu walifanya hivyo. Bi Titi siku naolewa aliitwa akaniimbia kimasomaso, mwanangu simuone, hongera mwanangu
na yeye ndo alilipika kombe. Si mnajua mambo ya Waswahili ya kombe lile. Alilipika yeye Bibi Titi. Pamoja na huyo alokuwa somo yangu. Mashaallah. RKM inaonesha ni msanii mzuri. Na sina shaka sauti ya Bi Titi ya hongera mwanangu naikumbuka. Hem, tupitishe kidogo kwenye maneno haya. Tukumbuke Waswahili sisi na nyimbo hizi za kale. Hongera mwanangu. Ndio. Hongera mwanangu we, hongera na mimi hongere we, hongera. Hongera mwanangu we, hongera na mimi hongere we, hongera. Mama usungu, Hongera mwanangu, oye. Nyamara mwanangu sungula udele linauma mno we, oye. Basi bwana, ushatukumbusha mbali sana. Umetukumbusha mbali sana. Mambo ya kale haya kwa hakika. Ukaolewa. Naam. Basi baada ya pale tena baba na mama wakahamia Ilala Kota. Wao walikuwa, tuseme baba alikuwa mtumishi serikalini. Kwa sasa utasema sijui afisa ustawi wa jamii, siku zile walikuwa wanasema baba maendeleo. Kwa hiyo tukaendelea kuishi Ilala Kota. Baba akiwa baba maendeleo, Mzee Kawawa kwa maana akiwa baba maendeleo. Hata zile filamu zile Mwogo Mchungu na kadhalika walicheza miaka hiyo. Hata mama naye alikuwa mshiriki katika ile mambo ya jumuiya ile, sio kama mhusika pekee, lakini katika ile makundi naye alikuwemo mama. Sawa, leo tukisikia Zelensky kule Ukraine akiongoza nchi, watu wanasema msanii ameongoza nchi. Sio wa kwanza kumbe. Yupo aliongoza nchi katika waasisi wa taifa hili Mzee Kawawa akiwa msanii. Elezea usanii wake kidogo mama. Hatuwezi kupita hivi hapa. Sasa mimi nilikuwa mdogo sana. Sikuona wakati huo akiigiza, ila baadaye kuna siku baba alinichukua kwenda kuona ile filamu ya Mwogo Mchungu. Kwa kweli inachekesha, inafurahisha. Kwa hiyo ndio vitu ambavyo niliweza kuona, yani kaona baba kumbe alikuwa anaigiza namna hii. Lakini hata maisha yetu ya nyumbani baba wakati mwingine akiongea unaona kabisa baba ni muigizaji. Anawasimulia kitu kwa namna ambayo inafurahisha, inachekesha, yani mtacheka mpaka basi. Mashaallah. Tuendelee zaidi kuifahamu historia ya mzee huyu, ambapo tumemwona hapo akiwa kwanza kabisa akishughulisha na kazi za sanaa, lakini ikiwa afisa maendeleo. Baba mara nyingi alikuwa yani anatuhudumia yeye mwenyewe. Mimi nakumbuka wakati mwingine asubuhi anaweza akaacha ameshatuchemshia chai, anaiweka ndani ya chupa ya chai maarufu wakati huo tunasema thermos. Mwenyewe anatengeneza, anaunga tayari na maziwa nini, anaacha pale. Mama yeye anaendelea labda kufuafua vinguo vyetu na nini. Baba alikuwa anatumia baiskeli kwenda kazini. Ile baiskeli imekaa miaka mingi mpaka hapo miaka ya 60 na naona ndo kama ikapotea au labda alimkabidhi mtu sijui. Alafu siku zingine, siku za Jumapili, nakumbuka baba anakaa nje pale kibarazani anasafisha bunduki yake. Alikuwa na bunduki ya merithi kutoka kwa marehemu baba yake Mzee Mfaume, ambaye nakwambia alikuwa mwindaji. Sasa katika urithi yule naye alipewa bunduki. Sawa, hapo bado katika nyumba ya marehemu Bibi Titi. Hapo tuko Ilala Kota. Ile Bibi Titi mimi sikumbuki, nimefanya kuelezwa tu. Maana pale kama kuondoka niliondoka labda mchanga, sijui. Sielewi. Ilala Kota ndio nakumbuka vizuri. Siku za Jumapili si haendi kazini, basi amekaa pale kibarazani anasafisha mwenye bunduki yake anasafisha. Sasa lakini sisi tulikuwa watoto hatuelewi kwa nini, tunajua tu ndio sawa. Ila baadaye tulipokuwa baba akatuambia mnajua kwa nini kwa anafanya vile? Kuwatisha wezi. Wajue hapa sio pahala pa kuchezea. Hapa kuna bunduki. Kuna bunduki. Na kweli hatujawahi sisi mwizi kuja nyumbani kwetu. Kwa wakati ule. Kwa hivyo ndio vitu ambavyo ninavikumbuka. Sasa vikija vya harakati, nakumbuka sana
Kabla kwanza ya harakati hii, wakati wa maendeleo haya, kulikuwa wakati mwingine wanakuja wazungu pale, naona ndo walikuwa wanafanya nao kazi. Okay, hapo kabla ya uhuru hapo, wakati wa mkoloni hapo. Kabla kabisa, bado hapo baba maendeleo. Ndo tunaanza kuona baba kama anapotea potea nyumbani, kumbe ndo harakati hizo zimeanza. Kwanza katika ule utoto huelewi, unajua tu baba kenda kazini, lakini kuna siku moja wakaja watu ambao walijitambulisha wao ni askari kanzu. Yuko wapi Rashid Kawawa? Mama akajibu, mimi sijui. Angalieni hata umndani, mimi sielewi. Wakati huo sisi tunaishi na bibi yetu mzaa baba. Ndio. Zamaradi binti Chikuse. Bibi yetu naye kasikia wale watu wakiuliza, tunamtafuta. Leo ataona. Lakini na sisi tuko wadogo hatuelewi ni kitu gani. Lakini baadaye tuliona bibi kama kafadhaika sana, kaondoka kaenda nyuma. Kule nyuma ya nyumba kulikuwa kama na shamba, migomba, mananasi nini. Bibi kenda kukaa kule kwa masikitiko. Hata ilipofika chakula cha mchana, mama ananiambia, kamwite bibi yako aje tule. Bibi kagoma kabisa. Lakini mama akambembeleza, alafu akaja akala. Sasa ni kitu ambacho baadaye nikaja kuelewa, kumbe siku ile ni siku ambayo baba alihamasisha wafanyakazi wa reli na wafanyakazi wa bandari wagome. Ilikuwa hiyo migomo mikubwa sana. Alikuwa na nafasi gani kipindi hicho yeye baba? Sasa wakati huo ndo yuko TFL, kile chama cha kugombea haki za wafanyakazi. Sawa sawa. Hapo sasa hata utumishi serikalini kashatoka. Ndo yuko huko TFL. Kwa hiyo aliwahamasisha wafanyakazi. Hiyo inajulikana kwenye historia. Waligoma wafanyakazi wa reli, wa bandari, na kulikuwa heka kubwa huko bandarini. Lengo likiwa ni nini? Kuwastua wakoloni wapate kujua kwamba na sisi tunataka haki zetu, kwa sababu yeye kama mpigania haki za wafanyakazi aliona wafanyakazi wengi hawalipwi sawa sawa, hawapati maslahi yao ipasavyo. Kwa hiyo ile yote ile kuwatia kashikashi wakoloni waweze kufanya mazuri kwa wananchi. Kwa hiyo ndio wale walikuwa askari wa mkoloni. Ni Waafrika wenzetu, lakini ndio askari wa mkoloni, wametumwa wamkamate. Laiti wangemkuta, nafikiri historia hatujui ingekuwaje. Naam, mtazamaji wa kipindi cha Zumari, ni Rehema Kawawa Mputa huyu ambaye nipo naye nyumbani kwao hapa Madale kwa Kawawa, ndipo nilipo na kituzungumzia lengo kufahamu historia yake. Lakini tumeona ni vema leo hii badala ya kuisoma historia ya mzee Rashid Mfaume Kawawa, Mwenyezi Mungu amrehemu, katika vitabu tu, tusikie katika moja ya kinywa cha miongoni mwa watoto wake hapa, na bado tunaendelea kuyapata kutoka kwake. Hizo ni harakati ambazo ulizishuhudia hapo akiwa katika vyama hivyo vya wafanyakazi. Pengine twende tumuone sasa marehemu mzee Rashid Mfaume Kawawa ikiwa tayari sasa wana ukaribu na Mwalimu, na pengine ilikuwaje wakawa na ukaribu na Mwalimu mpaka kuunganisha nguvu zao na kutafuta uhuru wa taifa letu. Mimi nakumbuka nikiwa mdogo, labda miaka 5 6 hivi, kuna bibi yangu alikuwa anaishi Magomeni. Sio huyu bibi yangu mzaa baba, sasa bibi yangu mwingine upande wa mama alikuwa anaishi Magomeni. Sasa tumetoka tumeenda madukani hapa Magomeni, ambapo sasa hivi sijui ndio watumishi house kitu kama vile. Kulikuwa na maduka pale. Moja wapo ya duka ilikuwa la mzee Nyerere. Mama yake ndo alikuwa pale dukani anauza. Sasa wanazungumza na bibi mama yake na mzee Nyerere. Sawa. Anasema sijui nataka kitu fulani, sijui kama ni sukari au nini sikumbuki. Lakini mimi nakumbuka huko kwa ndani nikawa naisikia sauti ya baba yangu. Nasikia anaongea na mtu, kumbe ndo anaongea na Mwalimu Nyerere. Mimi namwambia bibi, baba huyo. Bibi ananiambia, "We, baba yako atoke wapi hapa?" Yule mama wa mzee Nyerere akasikia, akamuuliza, "Kwani huyu baba yake nani?"
Akamwambia huyu baba yake bwana Rashid. Akamwambia kweli, Yupo yuko ndani. huko ndani na mwenzie wanaongea wenye mambo yao. Kwa hiyo unaona, japo ilikuwa hadharani, haonekani mzee Rashid kwamba yuko kwenye tanu, lakini kumbe pembeni wanakutana kuyapanga pamoja. Na nakumbuka kuna siku moja bungeni mzee Rashid aliulizwa, akasema ndiyo, tulikuwa tunayapanga chini kwa chini wenyewe, sio hadharani. Chama kile cha wafanyakazi na hiki ambacho cha siasa kinachotambulika kama tano. Naona. Kwa hiyo mimi nafahamu wamekuwa na mahusiano hayo muda mrefu. Mengine kwenye historia sijui wanasema walikutana Tabora, mambo ya shule nini, hayo mimi sina uhakika nayo, lakini haya ndo ninayofahamu mpaka uhuru unapatikana. Sisi wakati mwingine tunaenda kutembea kwa mzee Nyerere, tunacheza na watoto wake namna hiyo. Ndio. Sawa. Marehemu mzee Mfaume Rashid Kawawa, baba yako, baada ya kupatikana kwa uhuru alipata nafasi gani? Ninavyofahamu alipata uwaziri, kama nakumbuka vizuri, sijui waziri wa serikali za mitaa kama vile, au sijui wizara isiyokuwa na nini maalum, sijui nini. Hivyo nakumbuka kitu kama hivyo. Unajua mambo ya zamani nakumbuka. Na kwanza kabla hujapatikana uhuru sikukuwa na ile serikali ya madaraka kwanza. Pale naona ndo aliupata huo waziri. Nafikiri usiokuwa na wizara maalum, kitu kama hivyo. Kwa hiyo tukahama Ilala, tukaja kukaa haya maeneo ambayo sasa hivi ni karibu na IFM. Ilibomolewa nyumba pakajengwa wizara ya afya, ndo tulihamia pale. Kwa hiyo pale sasa tulikuwa tunaona harakati nyingi, kama kwa mfano kuna siku wakina baba na wengineo wameandamana, wanasema mwachie Jomo Kenyatta. Jomo Kenyatta wa Kenya ametiwa ndani wakati huo Maumau. Wakina baba wamerudi nyumbani, wako vumbi tupu, walikuwa wanaandamana, sio wametokea wapi, wanaenda pale ukumbi wa Karimjee ndio kutoa malalamiko yao kwamba aachiwe Jomo Kenyatta, na Gombe Sugu lile linapiga buu buu, mwachie Jomo Kenyatta. Jamani, ilikuwa raha. Ilikuwa raha katika harakati hizo kuangalia, maanake sisi tuko watoto. Sawa. Twende haraka kidogo kwenye historia ya mzee Kawawa na Ikulu. Nakumbuka mzee Kawawa mwaka gani aliingia Ikulu na aliingia katika nafasi ipi? Maisha yenu Ikulu sasa. Nakumbuka baba akawa waziri mkuu mara tu baada ya uhuru. Mwalimu Nyerere ndio alijiondoa ili aende kuhamasisha chama. Kwa hiyo akamteua baba, yani mzee Rashid, kuwa waziri mkuu. Pale ndo tukatoka tena nyumba ile tukahamia Ikulu, lakini sio Ikulu lile jumba kubwa jeupe. Kuna nyumba hii ya pembeni ambayo sasa hivi ndo makazi ya rais, lakini zamani yale yalikuwa makazi ya waziri mkuu. Lile jumba kubwa jeupe lilikuwa makazi ya gavana. Ndio tukaingia mle. Pale baba akawa waziri mkuu mpaka jamhuri inapatikana mwaka 62, ndio baba saka wa makamu wa rais. Sawa, pengine maisha ya Ikulu yalikuwaje? Tuone uzoefu kidogo na namna ambavyo mliishi Ikulu. Kwa kweli yalikuwa siku za mwanzo tuliona shida kidogo. Tena housekeeper, yani housekeeper ndo kama mtunza makazi pale, alikuwa mzungu Mwingereza, mwanamke mkali. Sisi tumewekwa kule, haturuhusiwi kwenda hii nyumba kubwa, wenyewe tumezoea huru kufurahi na baba yetu na mama yetu. Hapana, tunapangiwa time, na baba na mama pia wanapangiwa time, yani muda wa kutuona sisi, wa kuongea na sisi. Si hatukuzoea hivyo. Alafu kula tunakula wenyewe huku na wafanyakazi. Baba na mama kule wanapangiwa kivyao. Sisi unajua hicho kwa kweli kwetu kilikuwa kigumu mwanzo, hatukuzoea maisha hayo. Alafu yule housekeeper anatupangia vyakula ambavyo sisi pia hatujavizoea.
yote tumezoea ugali na maharage, ugali na tembele, ugali na bamia. Ndio vyakula tulivyovizoea. Sasa siku nyingine jioni mnaambiwa jioni ni kikombe cha maziwa, mkate na maharage ya kopo. Sasa mdogo wangu anaonifuata Dr. Hawa, jasiri sana, akamwambia baba, vyakula tunavyokula hata si hatuvielewi. Baba, kwani mnakulaje? Maki yani alikuwa mwanzoni kweli kitu cha tofauti. Ikabidi mpishi aambiwe, bwana, hawa lazima siku zingine unawapikia ugali, unawapikia wali maharage, wale tembele. Ndio maisha tuloyazoea. Kwa hiyo sisi tumeishi hivyo. Wakati wa likizo tunaambiwa tuende kwa bibi zetu huko kwenye maisha ya kuchota maji kisimani, ya choo cha shimo, cha kutumia kuni. Hayo ndio maisha waliokuwa sisi wametulea. Alafu baadaye mama akaanza kulima shamba moja huku upande wa Ruvu la mpunga. Siku za likizo lazima tuende huko kushiriki kwenye kulima. Tukishavuna ule mpunga ule tunautwanga wenyewe kwa mikono yetu. Wageni wakija pale Ikulu, unajua ulikuwa kishangaa. Watoto wa makamu wa rais wanatwanga. Ndio. Na baba anawajibu, hii kazi nilionayo hawa hawatairithi. Huu sio ufalme. Hawa watakuja kuishi maisha yao ambayo mimi siyajui yatakuwaje. Kwa sababu hata mimi sijui hata maisha yangu yataendelea kuwa vipi, yalikotoka ni vingine na sasa ni mengine. Kwa hiyo siwezi kuwalea kama mayai. Kwa hiyo sisi tumelelewa hivyo. Zamu za kupika, zamu za usafi. Tulikuwa na wafanyakazi wengi karibu 10 ndani ya ile nyumba. Lakini tunaambiwa hizo kazi pia na sisi tuzifanye. Ikulu hapo. Ikulu. Kwa hiyo haya ndio maisha tuloyazoea. Vizuri sana. Ukiwa unatupeleka pia kwa haraka haraka, baba alikuwa akijulikana kama Simba wa Vita. Pengine kwa nini jina hili? Mimi naamini kwamba jina hili alilipata pale Mwalimu Nyerere alipotoka waziri mkuu ile baada ya uhuru. Akaingia Mzee Rashid. Unajua pale kulitokea mageuzi ya haraka sana katika ngazi za kazi serikalini. Ndio kulitokea kitu kinaitwa Africanization. Kwa hiyo wengi wazungu au watu wa asili ya Asia nini wengi waliondolewa wakawekwa sasa wananchi. Na enzi zile mtu akionekana anaendesha gari au hali yake kidogo wanasema naize huyo. Naize inatokana Africanization. Sasa ujasiri ule aloweza kufanya baba nafikiri, na pia wakati ule wa mapambano na mkoloni kama hayo mambo ya migomo na nini ndio wananchi wakampa jina hilo la utani Simba wa Vita, na ndio amedumu nalo. Lakini baba pia alishiriki katika vita na anatajwa hasa katika vita ya Kagera. Wewe ukiwa ni mtoto utashuhudia baba amekwenda vitani, ilikuwaje? Pale baba ndo alikuwa waziri wa ulinzi na jeshi la kujenga taifa. Mara nyingi alikuwa hayupo nyumbani. Lakini mimi wakati huo sipo tena nyumbani kwao, nimeshaolewa. Lakini si nyumbani, mara nyingi naenda kutembea au saa nyingine tunapigiana simu. Baba hayupo, kenda huko uwanja wa vita huko. Basi mara zingine nikifika pale nyumbani kimuona baba, yani baba amebadilika hata rangi. Amekuwa mweusi. Nafikiri huko kwenye. Alafu kuna siku moja tumemfuma na pisto bwana. Mmemkuta na mguu wa kuku anasema. Mguu wa kuku. Haya mambo ya vita kumbe ndio hivi. Sasa kipindi kile kulikuwa na uvumi wa aina nyingi usiopendeza. Mara huyo kauawa huko. Sasa unajua sisi kama watoto inahuzunisha Mpigia simu mama anasema msisikilize hayo maneno. Nyie endeleeni kuchapa kazi. Ingekuwa kweli singetangazwa na nyie watoto wake si lazima mngeambiwa. Unaenda mahali kwenye shule unaona watu wananong'ona. Hata staff room shule nilokuwa nikifundisha. Nikiingia staff room walimu wote kimya.
Sasa mwingine akawa jasiri akanambia, hivi unajua kwa nini tumekaa kimya? Tunaulizana haya tunayoyasikia ni kweli? Kwamba mzee Kawawa amefariki vitani? Jamani, si kweli. Hivi kweli mimi mzee wangu amefariki, nitakuja kweli kazini namna hii na furaha na nini? Ni kweli jamani? Nyinyi mnaliamini hilo jambo? Kwa hiyo kipindi hicho kwa kweli kilikuwa kigumu, lakini hatimaye tukafanikiwa kuikomboa ile eneo ambalo Idi Amin alilichukua, mpaka kuwasaidia wenyewe Waganda pia kukomboa nchi yao. Sasa tusimulie kidogo kwa kutukumbusha mwaka 1964 na vile ambavyo pengine baba aliwahi kuwahadisia wakati jeshi lilipoasi, mzee akiwa makamu wa rais kama ulivyotuelezea hapa. Ilikuwaje? Hiyo sio baba katuhadithia, hiyo tumeona wenyewe. Siku ile nilikuwa nyumbani, mimi nilikuwa nasoma bweni, lakini nikawa mgonjwa nikarudishwa nyumbani. Kwa hiyo siku ile sikwenda shule, maana kwa Jumapili kuamkia Jumatatu baba mdogo akaja, mzee Ali Mfaume Kawawa. Alikuwa na gari lake mwenyewe, ndo hao akina Naize hao. Kaja na gari lake kasimamisha pale getini, akaingia, anamwambia mama, shemeji, huko njiani kote nilikopita hali si nzuri, wanajeshi wamesambaa. Yeye mzee Ali unajua alikuwa anatoka wapi? Mheshimiwa Vita, mbunge wa Namtumbo, bila shaka mshamsikia. Yule ni mdogo wangu, baba yetu mmoja, mama zetu ndo tofauti. Sasa mama ndo alikuwa amepelekwa Ocean Road kujifungua huyo Vita, ndio maana akapewa jina Vita. Yaani alizaliwa siku ile ya 20 Januari. Umeona? Kwa hiyo baba mdogo katoka kumuacha mama yule pale Ocean Road, ndo akaja pale amwambia mama, shemeji, haraka nipe hao watoto niondoke nao. Akasema wapeleke huko Magomeni kwa bibi yao. Tukaingia sisi kwenye gari mle. Tulikuwa na marehemu shangazi yetu Bi Zainabu, tulikuwa na yaya wetu. Siku hizi watu wanasema usigeli. Yaya wetu mtu mzima sana, Bi Zena binti Mabula. Tukaingia wote ndani ya gari. Hao Morogoro Road ile kufika faya pale, wanajeshi wanaonyesha bunduki hivi, wanamwambia baba mdogo, geuza, hamna kwenda huku. Yaani hamna magari ya huku kwenda huku, hamna magari ya huku kwenda huku. Sasa baba mdogo pale kafadhaika, nifanyeje? Yule Bizena binti Mabula akamwambia, baba, hata usiwe na wasiwasi, pinda kwa unaingia huo mtaa wa Swahili, twende mpaka kwangu. Tutaenda kwangu. Kwake ilikuwa ule mtaa wa Mchikichi, nyumba namba 2. Kariakoo. Ndio tukafika pale, tukashushwa, tukaingia ndani ya nyumba ya Bi Zena binti Mabula. Yeye naye alikuwa mpangaji tu mle na marehemu dada yake. Tukahifadhiwa mle. Sasa tukiwa mle, Kariakoo ndio yenye maduka chungu nzima ya Wahindi. Tulishuhudia vitu, watu wanaenda wanapasua vile vioo vya maduka, wanachukua kama ni mashati, kama ni viatu, wanapita na ule mtaa, wanapita na vitu. Tumekaa kibarazani tunawatazama tu, mwingine kavua viatu vyake vya zamani kavaa vipya. Yani hivyo ilikuwa yani namna hiyo. Baadaye ilipofika time za jioni, askari polisi wanapita nyumba hadi nyumba kukagua. Walipofika ile nyumba, wamewakuta mabibi wale na sisi watoto na shangazi yetu, akasema nyumba yenyewe hii ndio hawa tu mabibi, hamna kitu. Akatoka, hawa wanaendelea kukagua nyumba zingine. Nafikiri walikuwa wanakagua hivyo vitu vilivyoibiwa sio madukani au nini. Basi tumekaa karibia magharibi hivi, tunaona Land Rover linasimama, anashuka mama yetu Bi Safia. Na sisi mama, alhamdulillah wanangu, kumbe mmepona, mko hapa. Lakini mama mpaka kutupata pale ilikuwa heka kubwa, kwa sababu hajui. Maana kaenda Magomeni kwa bibi yetu mzaa baba, anasema mimi sijawaona hapa. Kaenda kule kwa bibi yetu ambaye ndio tulikuwa tunasema kama mzaa mama, lakini haswa ni mama mkubwa, na anakataa. Sasa watoto wako wapi? Ndio hatimaye wanajua tuko pale. Ndio hivyo. Kwa hiyo sisi tumeshuhudia
Na tulipofika nyumbani tumekuta wanajeshi wametanda ule upande wa baharini na mabunduki yanaonyesha upande wa baharini kule. Sawa sawa. Ambapo lengo kwa kipindi hicho 64 hiyo walitaka kupindua nchi. Na mtazamaji wa kipindi cha Zumari ni Rehema Kawawa Mputa RKM, huyu nguli katika lugha ya Kiswahili pamoja na Kiingereza, ambapo kwa kipindi hiki sehemu ya kwanza hii tumeyazungumza maisha ya baba yake, na si mwingine bali marehemu mzee Rashid Mfaume Kawawa, na kwa kidogo tumemgusa mama, na pengine wakati tunajiandaa kurudi katika sehemu yetu ya pili tutapita kidogo kwenye maisha ya mama Sofia Kawawa, ambapo yeye alikuwa mwanamama hodari katika UWT, akiwa mwenyekiti wa umoja huo wa wanawake Tanzania. Na ni Rehema Kawawa Mputa ndiye ambaye tupo kwake leo tukizungumza, na nikukumbushe tu yeye ni nguli katika lugha aushi ya Kiswahili na Kiingereza, lakini ni mtoto wa kwanza wa mzee Rashid Mfaume Kawawa na mama Sofia Kawawa aliyewahi kuwa mwenyekiti wa UWT. Tukiendelea katika sehemu yetu hii ya pili, ambapo kwa sehemu kubwa itakuwa ikihusu historia yake mwenyewe Rehema, lakini tumeona tukombeleze kidogo kwa wazee hawa kabla tujaingia katika historia yake. Pengine kabla ya kumtazama mama Sofia Kawawa, liko tukio liliwahi kutokea katika miongoni mwa nafasi ambazo marehemu mzee Rashid Mfaume Kawawa aliwahi kuwa waziri mkuu, lakini katika nafasi yake hiyo ya waziri mkuu akaiacha na akaja kuwa waziri wa ulinzi, na mengi yalizungumzwa hapa. Kama familia, hili kwenu liliwashughulisha vipi? Ni kweli watu walizungumza mengi, yaani walizungumza mengi ambayo mimi nasema ni ya upuuzi, kwa sababu sisi wazazi wetu walishatujenga kisaikolojia siku nyingi tu kwamba cheo ni dhamana, na unaweza ukapewa cheo chochote muda wowote. Kwa hiyo sisi hatukushangaa mabadiliko yale, hatukuona kitu cha ajabu, kwa sababu kwanza baba na marehemu mzee Sokoine walikuwa watu wa karibu sana. Mara nyingi tulikuwa tunaona mzee Sokoine saa nyingine anakuja pale nyumbani, wanaongea na baba nini. Kwa hiyo tulijua ni kitu tu cha kawaida, na kumbe baadaye tunakuja jua kwenye historia, kumbe mwenyewe mzee Kawawa ndo alipendekeza jina la Sokoine kwa mzee Nyerere. Unaona hapo. Kwa hiyo sisi kwa kweli hatukushughulika. Ndiyo ilibidi tuhame Ikulu, tuhamie nyumba nyingine kule Masaki, lakini hata ile nyumba ya Masaki ni ushauri wa huyo marehemu mzee Sokoine. Alisema ile naiona ni nyumba nzuri zaidi kwa mzee Kawawa. Unaona, anamchukulia vile alivyokuwa mkuu wake wa kazi, asiende tena kwenye nyumba ambayo labda haiko vizuri. Yeye ndo alipendekeza, ndio tukapelekwa pale Masaki, nyumba ambayo ilikuwa nzuri tu. Kwa hiyo sisi kama familia hatukushughulishwa, yani kusema kushughulishwa kwa maneno tu ya watu. Kwa mfano mdogo wangu anasema kapanda mle kwenye UDA ndo daladala siku hizi, anasema watu bwana wapuuzi, eti bahati yake ilikuwa afanywe katibu kata. Maneno gani haya? Sawa. Hata kama angefanywa katibu kata si ni cheo, bado ni cheo hakika. Sawa. Hiyo ndio Vizuri sana. Inasemekana marehemu mzee Rashid Mfaume Kawawa walikuwa wameshibana sana na Mwalimu mpaka kufikia hatua ya kama vile kulishana yamini katika masuala ya kuliongoza taifa letu. Ni kweli hili? Ni kweli, lakini baada ya mzee Nyerere kung'atuka kulikuwa na sherehe kubwa kule Dodoma. Baada ya ile sherehe mzee Nyerere sana andaliwa ndege kurudi Butiama. Wazee waliokuwa hapo wakasema si vema mzee Nyerere na mama Maria kurudi nyumbani peke yao. Wakamgeukia mzee Rashid na mama Sofia, wasindikizeni wenzenu. Kwa hiyo mzee Rashid na mama Bisafia
wakaenda nao hadi Butiama. Mama akatusimulia akasema, makubwa yaliyotokea huko, wazee wa Kizanaki wamewalisha yamini hawa baba zenu. Walienda huko kwenye msitu fulani wanaujua wenyewe, wakiuchifu huko, sijui wakafanya vitu gani huko nini, msiatu vijui, kwa sababu hata walinzi wao hawakuruhusiwa kwenda nao. Kwa hiyo ni kweli wamekula yamini, sisi wale ndugu zetu. Na shughuli zetu zote hapa wanakuja maskini. Sawa, tuje kwa mama sasa. Sophia Kawawa anatajwa kuwa mwanamke shupavu walioacha misingi imara ya UWT. Alikuwa mwanamke wa namna gani mama huyo? Mwanzoni mama alikuwa mama wa nyumbani, lakini wakati ule wa harakati mama, unajua, ndo alijiunga TANU kwanza kabla ya baba. Mimi sikumbuki tu namba ya kadi yake, lakini namba ya kadi yake ni ya mapema kuliko ya baba. Lakini kilichomkwaza si alikuwa mtumishi wa serikali. Kwa hiyo mama yeye aliendelea. Siku nyingine pale uwanjani Jangwani kunakuwa na mikutano, mama anaenda kuhudhuria. Ndio mpaka akaja kuwa kwanza akawa mwenyekiti wa UWT mkoa wa Pwani. Pwani wakati huo inahusu Dar es Salaam na Pwani, yote kwa inajulikana kama Pwani. Ndio alikuwa mwenyekiti wa UWT wakati huo. Na baada ya Bibi Titi kutoka kwenye nafasi hiyo, ndio mama akachaguliwa kuwa mwenyekiti wa UWT taifa. Mama, unajua, si mtu mwoga. Yaani kama watu wengine wako wanaogopa labda kumkabili mzee Nyerere hivi, kumwambia kitu uso kwa uso, mama alikuwa haogopi. Na nafasi nyingi zilizopatikana za akina mama, yeye ndo unaweza ukasema ni mmoja wa watu ambao ndio walihamasisha au walisababisha fursa zitokee. Kwa mfano, katika kamati kuu yake ya UWT alihakikisha mtu kama Mama Mongela anamchukua. Wakati huo ni mwalimu mkubwa kabisa chuo pale cha Ng'ombe cha ualimu, akasema hawa ndo ninaowataka. Balozi Tatu Nuru wakati huo mwalimu aishakuwa mkuu wa shule, wote asema hawa ndo ninawataka, wasomi hawa ndo watatusaidia wanawake kupiga hatua mbele. Unaona watu kama hao wengine maanake ukiwataja akawavuta na kweli wakasaidia katika kuongoza ile UWT. Ndo unakuta zinapatikana haki kama za kusema ipatikane likizo ya malipo mama anapoenda kujifungua, zile siku 84 au rafli miezi mitatu. Hiyo ni wao ndo walipigania mpaka bunge ikapitisha wapate likizo hiyo tena ya malipo, yani kwa mtu ambaye ni mfanyakazi, na haki nyingi tu. Wanawake jamani, tunaweza, wapeni nafasi. Ndo unakuta kina mama Kunambi UDC wa kwanza, kina mama Ana Abdalla, nani, wote hao ni juhudi za UWT, lakini zikiongozwa na Mama Sophia. Haya ni Mama Sophia Kawawa huyu ambaye anatanabaishwa kutoka katika kinywa cha mwanaye Rehema Kawawa Mputa RKM, ambaye tupo naye leo. Kubwa tulitaka historia yake, tukaona ni vema tujue historia ya wazee wake, na hiyo ni historia ya wazee wake, nayo anasema ni kiduchu tu ambayo ametupatia. Naam, RKM, twende moja kwa moja sasa kwenye kumfahamu huyu Rehema Kawawa Mputa. Anatajwa kuwa nguli katika lugha ya Kiswahili na Kiingereza. Kulikoni haswa? Ilikuwaje? Labda hiyo sifa imekuwa kubwa sana. Mimi ni mpenzi tu wa Kiswahili na hiyo lugha ya Kiingereza nilifundisha basi. Lakini mkiniita nguli, yani sifa inakuwa kubwa sana. Pengine tusikie jitihada ambazo umekifanyia Kiswahili mpaka sasa. Ndio. Kwa kifupi, mimi tangu nilipokuwa shuleni nilikuwa nakipenda sana Kiswahili. Na ni somo ambalo nilikuwa nafanya vizuri sana. Labda ndo sababu pia nikakipenda. Tulipofika kidato cha 4, kwa mara ya kwanza tunaona kwenye kujaza form Kiswahili kipo form 5.
Kwa hiyo mimi nikajaza Kiswahili. Kwenda shule gani? Korogwe Girls. Wanaume wao Mkwawa, wanawake sisi Korogwe. Maana kabla ya hapo sikuwa na mawazo, kulikuwa hamna Kiswahili kwa madarasa ya kidato cha 5 na 6. Mwenyewe nilikuwa nawaza nitaenda Kilakala nikasome uchumi sijui nini, lakini nikakuta nimebadili mawazo ghafla nikaenda kwenye Kiswahili. Kwa hiyo ndo nimeendelea na Kiswahili hivyo mpaka chuo kikuu pia nikaendelea kujifunza Kiswahili. Wenzangu ambao nilikuwa nao maarufu, Profesa Mulokozi, bila shaka mnamfahamu. Ashapita kwenye Zumari huyu. Yule tumesoma wote darasa moja, yeye akitoka Mkwawa, mimi Korogwe. Haya, kuna Profesa Senkoro, wote hao tulikuwa pamoja na wengine wengi. Pale mimi chuo kikuu nilisomea ualimu. Ualimu ule kufundisha fasihi katika lugha ya Kiingereza na Kiswahili. Kwa hiyo tulipomaliza pale ile miaka mitatu chuo kikuu, nikachaguliwa kwenda kufundisha shule ya Weruweru Sekondari Moshi hiyo. Mkuu wa shule pale akiwa Mama Kam. Mama hodari kweli kweli. Basi mimi ndo nikawa chini yake pale. Kwa kweli kwa muongozo wa yule mama, naam. Na mimi naweza nikajisifu nikaondokea na mimi kuwa mwalimu kidogo bora. Nimefundisha Kiswahili pale. Unajua wakati ule watu waliohitimu chuo kikuu sio wengi. Kwanza hiyo lugha yenyewe ya Kiswahili nafikiri sisi ndo tulikuwa kwanza labda. Kwa hiyo nilipofika tu pale nakabidhiwa kidato cha 4. Mimi nafika na kufika tu kidato cha 4, lakini potelea mbali. Mungu atanisaidia. Nikafundisha kidato cha 4 kile, na kweli matokeo wote walifaulu isipokuwa mwanafunzi huyo mmoja. Na ni wanafunzi wengi, mikondo 5. Ni wanafunzi wengi, lakini namshukuru Mungu walifaulu. Kwa hiyo ndo nimeendelea hivyo. Nilipoolewa nikahama pale nikaja Azania Sekondari. Na penyewe pia nikawa nafundisha Kiswahili. Baadaye pale nikawa mkuu wa idara ya Kiswahili. Sasa kwa sababu kuna hili neno fasihi, watu wanachukulia kama ni Kiingereza. Kumbe sio. Ile ni fasihi inayotumia lugha ya Kiingereza. Ndio ambayo mimi nilijifunza chuo kikuu. Sio lugha ya Kiingereza. Kufundisha lugha ya Kiingereza kama lugha, mimi kujifunza kitu hicho. Lakini sasa kulitokea upungufu pale wa walimu, mkuu wa shule akasema, bwana wewe nenda tukafundishe Kiingereza. Tutakupa kidato cha kwanza. Basi kapiga moyo konde, nikaanza kufundisha. Basi mwisho na mimi nikakipenda kile Kiingereza. Lakini hasa mimi somo langu ni Kiswahili. Kiswahili manake kote, kwenye isimu, kwenye fasihi, kote ndiko nilikobobea. Ila hiki Kiingereza nilifanya kama kujilazimisha tu. Ila fasihi katika lugha ya Kiingereza, hiyo ni yangu. Okay. Unatajwa kuwa ni miongoni mwa waliokifikisha mbali sana Kiswahili, hasa kukifundisha nje ya mipaka ya nchi yetu Tanzania, hasa kukifundisha kwa wasiokuwa wa Tanzania, hasa wazungu. Lina ukweli kiasi gani na ilikwaje? Ni kweli. Nikiwa pale Azania Sekondari, siku moja nikaona tangazo kwenye gazeti. Wanataka mwalimu wa Kiswahili shule ya inaitwa International School of Tanganyika, kwa kifupi IST. Sasa nilikuwa na shoga yangu pale marehemu Regina, muonyesha akasema, bwana omba. Basi nikaomba. Kweli siku moja nikapigiwa simu, njoo kwa mahojiano. Nikenda, nikamkuta huyo bwana mkubwa, akanihoji pale. Akaniambia basi kazi umepata, lakini sisi hatupori walimu kutoka serikalini. Lazima upate kibali cha wizara. Nikafikiria hicho kibali cha wizara, nikauliza, nikaambiwa kibali kinatolewa na waziri tu. Basi nikapiga moyo konde bwana, nikaenda kwa waziri. Simjui kwa sura, namsikia tu ni waziri marehemu Makweta. Na siku hiyo ilikuwa ndo anatoa
hotuba yake ya budget pale ukumbi wa Karimjee enzi hizo, bunge likiwa pale. Basi nikavizia pale time ya mapumziko, waandishi wa habari wamemzunguka na nini, lakini na mimi nikanyemelea nilipopeta upenyo, nikajitambulisha, nikamueleza shida yangu. Akasema hapana. Nikamwambia, Mheshimiwa Waziri, usipotoa kibali kwa mwalimu Mtanzania kufundisha IST, watachukua mwalimu kutoka nchi za jirani. Kweli mtu wa nchi za jirani aje kufundisha Kiswahili nchini kwetu? Haiwezekani. Nafikiri hapo nilimshinda kwa hoja. Kwa hiyo nikakipata kibali. Kwa hiyo mimi nilienda kufundisha IST Kiswahili kwa mara ya kwanza kwa wageni. Kwa hiyo nipata kibali, likizo bila malipo, miaka 2. Ilipoisha miaka 2 nikarudi tena serikalini. Nikafundisha tena pale. Sasa nilipelekwa Tambaza. Na Tambaza pia nikawa nafundisha Kiswahili. Nikafundisha Kiswahili. Baadaye nikiwa pale Tambaza, siku moja kukatokea tena fursa ya walimu wanatakiwa kufundisha Kiswahili Guyana, au wengine wanaita Guyana, ni Amerika ya Kusini, nchi za Caribbean hizo. Nikasema na hapo nitatupa kete yangu. Na hapo nikatuma maombi yangu kwa huyo makamu wa mkuu wa chuo, kwa sababu kile Kiswahili walikuwa wanakitaka ni kwa taasisi ya elimu ya watu wazima ambayo iko chini ya chuo kikuu cha Guyana. Wale kule katika elimu ya watu wazima kuna mambo mbalimbali watu wanajifunza, mojawapo ni lugha mbalimbali za Kiafrika ikiwepo Kiswahili. Kwa hiyo nikakaa, muda ukapita, mwisho nikajua basi tena hiyo kazi nimeikosa. Siku moja tu ghafla naona barua, kweli wananiita. Kwa hiyo nikapambana mpaka kupata tiketi nini, nikaingia nchini Guyana, Amerika Kusini. Nikafundisha pale Kiswahili kwa miezi 18. Tena nilipata bahati katika sehemu nilizokuwa naenda kufundisha Kiswahili, kijiji kimoja kinaitwa Buxton. Kijiji hicho ndio asili ya marehemu Dr. Walter Rodney. Kama mshamsikia, mtu maarufu sana, alishakuwa chuo kikuu cha Dar es Salaam, akaandika kitabu How Europe Underdeveloped Africa. Kile ndo kwa kijiji chake. Yani wale watu wanaopenda Uafrika ni hatari kabisa. Sasa mimi nilipata bahati ya kwenda kufundisha pale. Sawa, zaidi ya Amerika Kusini, wapi kwingine ulikifundisha Kiswahili? Kwingine ambako nimefundisha Kiswahili, sijafundisha tena Kiswahili nje ya Amerika Kusini, ila nimekwenda Kenya kwa wadhifa mwingine wa Kiswahili. Nikiwa mwalimu katika shirika la kujitolea la Marekani, kwa kifupi linaitwa PISCO. Pale ni shirika ambalo linawaandaa mavolontia kufanya kazi mbalimbali hapa nchini. Kwa hiyo na mimi nikapata kuionaona Kenya, maana sio tu Nairobi, tumeenda mpaka Naivasha, Nakuru. Na mtazamaji wa kipindi cha Zumari ni Rehema Kawawa Mputa akizungumzia moja kati ya eneo lake la kitaalamu ama la kitaaluma katika lugha ya Kiswahili, na hilo ni eneo lake ambalo kwa hakika limempa umaarufu mkubwa sana katika eneo hili, hasa kwa weledi na manguli wa lugha ya Kiswahili hapa nchini na nje ya nchi kwa ujumla. Rehema Kawawa Mputa, wewe ni mama mlezi na Mwenyezi Mungu kwa maana hiyo amekujalia watoto. Unatajwa miongoni mwa mambo uliyoyarithi kutoka kwa wazee wako ni nidhamu, tabia njema na malezi mema kwa kizazi chako na wale wote wanaokuzunguka kwa ujumla. Pengine yapi ambayo umearithi kutoka kwa wazee wako hawa ambayo nawe umearithisha kwa kizazi chako? Mimi na ndugu zangu tunawashukuru wazazi wetu.
Wake wazazi wetu mzee Rashid, mama yetu Bi Safia na mama yetu huyu mwingine maarufu akijulikana kama Mama Mfaume. Yeye pia alikuwa mwalimu najua. Mimi pia alikuwa mwalimu wangu. Hata mume wangu pia kafundishwa na Mama Mfaume. Hawa walikuwa wachapakazi. Walikuwa watu rahimu. Wakati wote watu, hapa nakwambia saa zote watu wamejaa. Walikuwa watu rahimu sana. Kwa hiyo na sisi tumejitahidi kufuata nyayo zao kwa kiasi tunachoweza. Maana anakwambia usimheshimu mtu kwa sababu ya alichonacho, mheshimu kwa kuwa ni mtu, binadamu mwenzio. Na sisi tumejitahidi hivyo. Sawa, Rehema Kawawa Mputa, nje ya kushika chaki, kwa maana nje ya ualimu na uliotuhadithia, kuna fani gani nyingine ambazo uko nazo? Mimi napenda michezo. Nilishawahi kuwa mwamuzi wa mchezo wa netiboli mpaka ngazi ya taifa. Nimechezesha michezo mingi tu. Na ukizingatia ulishawahi kuwa msanii pia. Uigizaji unaona uko ndani ya damu. Maana baba alikuwa mwigizaji, naona na sisi pia. Mimi nimeigiza shuleni sana michezo ya kuigiza. Na hasa nikiwa sekondari pale, wakati huo ilikuwa ikiitwa Aga Khan, baadaye ikaitwa Zanaki. Tumeigiza sana mpaka tumepata vikombe kadhaa. Nimekwenda Korogwe tena tumeigiza. Kumbuka mchezo tulioigiza Korogwe uko unaitwa Wakati Ukuta. Umeandikwa na Ibrahim Hussein. Wakati huo ulikuwa maarufu. Tukaenda mpaka Tanga kuigiza, shule ambayo huyu rais mstaafu Mheshimiwa Jakaya Kikwete alikuwa anasoma. Ndio tulienda kuwaigizia pale. Wao ndio walikuwa hadhira yetu tunawaigizia. Kwa hiyo ndio hivyo. Na michezo mingine pia mimi nilikuwa naipenda. Vizuri sana. Ni kwa namna gani huwa mnachukua wakati wenu kuwakumbuka wazee hawa, tena ukizingatia wenyewe waliona ni bora wakahifadhiwa hapa, wakazikwa hapa, kuliko Songea pengine mkapata fursa ya kusafiri umbali mrefu? Ni kwa matakwa yao wenyewe walisema wazikwe hapa. Kwa mama alitangulia kufariki mwaka 94, baba akasema mama yenu tulishapatana hivyo sawa, akazikwa hapa. Kwa hiyo na yeye alipofariki pia ikabidi azikwe hapa. Sisi kuwaenzi hawa wazee wetu kwa upande wa kiimani wa dini, kila mwisho wa mwaka sisi hufanya dua. Wote ndugu tunakutana hapa, sio tu watoto wa mzee Rashid, ila tunajitahidi wote wenye nasaba ya Kawawa, na sisi kwa mama zetu na majirani na marafiki na baadhi ya viongozi wa jirani hapa, tunakutana hapo, tunasoma dua ya pamoja. Ndio hivyo. Na mara nyingi watu hapa wanatutembelea, wanaenda pale makaburini na wenyewe wanafanya dua. Wa dini mbalimbali, sio tu Waislamu. Wa dini mbalimbali wanafika pale, wanaomba, sisi tunawakaribisha. Kwa hiyo ni hivyo, na zaidi ya kuwaenzi ni kujitahidi kufuata yale ambayo wao pia walikuwa wanayafanya. Kwa sisi tunajitahidi. Naam, Mama Rehema Kawawa Mputa, mimi nakushukuru sana kwa muda wako na asante kwa historia hii iliyotukuka. Nasi bila shaka tutahifadhi, watakuja kuitazama vitukuu na vijukuu huko panapo majaliwa inshallah. Inshallah. Asante sana hakika. Asanteni na mimi pia nawashukuru. Asante. Karibuni tena. Shukran. Naam, mtazamaji wa kipindi cha Zumari, ni Madale kwa Kawawa na ni Rehema Kawawa Mputa huyu ambaye ametupa historia ya wazee wake, kwa maana wazazi wake mzee Rashid Mfaume Kawawa, simba wa vita huyu, halikadhalika Mama Sofia Kawawa aliyewahi kuwa mwenyekiti wa UWT, na kwa kirefu hiyo ndio historia yao ambayo leo kupitia kipindi hiki cha Zumari tumeipata. Hakika nitakuwa mwizi wa fadhila na mkosefu mkubwa wa shukurani endapo nitasahau kusema asante kwa kuwa nami, na nakusihi tuendeleza busara zako kwa kubaki hapo hapo
ukitazama UTV, Azam TV, burudani kwa wote. Mimi jina langu ni Jafari Mponda na kutakia kila la heri. Na nchi yetu Tanzania twaikia heri.